Ili kweli. Mwanangu. Eti kama nilikuwa wewe. Yaani kitendo hicho kingine ndio nimesema I said to God. Mdogo ni ndani pa moto. Wanaposema pa moto sijui nielewa. Acha hiyo. Ile kugeuka hivi. Nikakutana na bonge moja la TV. Kama nakuona vinajisi unavyopenda starehe kama kinyonga. Kaniambia, eti Simba kama nilivyokuambia mimi kwa Ashura ni mtoto pekee kwenye familia yetu. Nimezaliwa mimi, sijabatika kuona kaka wala na dada. Mbona? Akaja kaniambia pia kwa hapa nyumbani sasa naishi mwenyewe. Wazazi wangu wote wao wako Marekani. Baba mdogo. Akaja kaniambia hivi, eti Simba mimi kwa saizi sina mahusiano, ila kuna mtu ameshakuwa kwenye mahusiano. Mpaka saizi hatuelewani. Kifupi ni kwamba sitaki tena mahusiano naye. Ila kwa saizi naomba kuwa rafiki na wewe. Mbona? Nikamwambia sasa Ashura ukija kwa yake kwa nani mbona tayari ni marafiki? Akaenda mimi sitaki urafiki huo. Mimi kama inawezekana nataka urafiki wangu wa karibu. Ule urafiki ni permanent. Nikajifikiria mwanangu. Mimi ikabidi niondoke tu baada ya kuona hivyo. Wewe mjinga mwanangu. Wewe mpumbavu. Sasa mtu amejieleza kabisa. Wazungu sema explain yourself, amejieleza yeye kwamba mimi hapa sina mtu, niko single girl. Mimi hapa niko single girl. Sio mimi naifanya mimi. Yeye anasema niko single girl. Unashindwaje talk my man? Explain what thing. That base. Two base. Hindi FL mabange. Yaani kama inaonekana kabisa umeshakula bange kama jina lako. Yaishi upo hivi. Mwanangu ukija ukaangalia tu mimi mwenyewe tu. Kodi imenishinda pale. Sasa mwezi wa 3 yule mama kaja kaniamshia kidangala kinoma. Nadhani umeona. Mpaka sasa nadaiwa kodi ya miezi 3 kalipa option ya mwezi mmoja. Kodi imenishinda. Mtoto mzuri kama wewe mimi ndo tamlea. Na mweka katika mazingira gani? Ujumbe kama wewe mimi napata wapi? Jalia kwamba tu ndio unalia ulimu wa mbwa. Wewe mwenyewe unaelewa. Kuna vitu vingine tukao ufikirie, sio kuupuke tu mwanetu. Kuwa na akili wewe. Kuwa na akili. Mtoto amejileta mwenyewe. Hii ni zali la kimentali. Wazungu wanasema zali la mentali. Kwa sababu wanasema kwamba ni zali. Just imagine kwamba inakutokea fursa kama hiyo. Mzee, jana mdogo unaiona hapa duniani, alafu unakuja kupishana nayo. Mimi nimegundua kabisa kwamba wewe utakufa maskini. Utakufa very very poor. Very poor. Very poor. Wewe nisikie. Kama ni zali, mfuate yule mshangazi wako, kamwambia kujengea nyumba, akupunguzie kutokuvaa mamisuli yako, acha shamba wewe. Toka hapa. Basi. Mungu mmoja jamani. Hawa watu wasiokuwa na vichogo hawa hana akili. Paka jina Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Naomba mnisuluhu kijana. Anapashana bado ndio kabisa na magari mjini huko. Pumbavu wewe. Mshenzi sasa kwingine. Ukija kunifuata kwa babako. Umepata nini ndani kwangu? Mungu nisamee hivi changu. Stop. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Sawa? Naomba uondoke, naomba utoke ndani kwangu. Nipige makosa yangu. Sawa, nyanyuka uondoke basi. Naomba uende. Nitakujazia watu. Unajua katika haya maisha unatakiwa ufanye kitu kutokana na wakati. Sio tu God. Shemeji nimemwita. Kama yeye nimeweza kumwita, anakuja. Ngoja kwanza subiri. Kitulize. Shemeji yako gani unamwita? Hapo mtoto wa Ashura nimemwita. Na soon as possible unasema hiyo. Lakini kidogo nimesoma kidogo nimefika mpaka darasa chekechea pale nasari. Nimesoma nasari, mwalimu wangu mkuu akaniambia kwamba unatakiwa ujue namna gani unaweza kuongea na mtu Kiingereza. Soon as possible. Yaani lazima tuelewane kwamba wepesi kwa haraka. Uje ufike hapa mtoto mzuri kwa jiani. Wewe mwanangu wewe una left group sio? Anze kona. Shemeji karibu sana. Hapa shemeji atoki mtu kama waje taifa, waje Mkapa. Hapa chuma. Leo natakiwa mzee, acha kiburo. Hapa natakiwa malizi kuja kuumiza. Hapa atakiwa mtu kuondoka salama. Na ngine nakuachia hili. Nikute yote limeloa hili. Lazio. Nikisema kuna maji pale. Utanitambua mimi nani? Pumbavu wewe. Kwa karibu. Tupo sawa. Wandugu wangu mwenyewe mzoe.
Kija kaangalia kidogo kisha kumpeka Mirembe, kuna akili yake moja ilichatuka. Kwa hiyo ni mtu hivyo. Kija kaangalia sio kama hapo hata alivyovaa. Anakuambia kavaa kipemba katika leo chokora. Kwa hiyo ni mtu hivyo, hata maneno yake sijapeleka kichwani sana. Yaani sina kama poa karibu. Bye. Ubabababaki. Mambo. Poa. Mzee. Asante. So samani, lakini kama inawezekana nilikuwa naomba niambie kwa haraka zaidi, maana ukija kuangalia kule dukani nimeondoka, sijaacha mtu yoyote na mimi ndo kila kitu kule kama unavyoelewa. Basi mimi sikuchelewesha sana. Kwa tunaomba kama utujali tuwe na msemo. Una shida gani mpuzi? Nini ambacho kimefanya uje kwenye nyumba? Nini kile ambacho kimekuleta huko? Nini ambacho kimekuleta huko? Naomba utoke sasa. Toka ndani. Ashura. Hivi Ashura unatafuta nini Ashura? Nini ambacho kimefanya aje huko ndani? Na kipi ambacho kimemsababisha aje huko ndani Ashura? Au kisa Okay sawa. Nikasirikia. Wachukulia wepesi kabisa. Sio? Kuna unanichukuliaje mimi? Najua nimekukosea, basi nisamehe. Yule mimi alikuwaga mtu wangu, lakini tulishaachana. Sasa kama ulijua kabisa ilikuwa ni mtu wako, kwa nini ukunipanga mapema? Sawa. Ni mtu wako, mmeshaachana. Hiyo nguvu ya kuingia ndani kwako anaipataje? Kama kweli ni mtu ambaye mmeachana. I'm so sorry. Hakujengea kutoka. Basi naomba nisamehe, najua nimekosea. Au hivi. Okay, fish. Wewe mbona unasumbua mahakama wewe? Mbona unataka kusumbua watu wewe? Afukaje? Wewe acha kuniongea kama Jeusi MC wewe. Unafuka nini? Mzee! Ndio tutakuwa shamba wewe. Nichase kuhusu wewe kwa wewe. Mtulie basi. Wewe unatishia. Wewe mshike. Mtamua. Mshike vizuri. Wewe mtoto. Wewe afu nikwambie kitu kimoja. Wewe nikwambie kitu wewe. Sisi ni watu ambao tumepiga vita na Idi Mbada na tukashinda. Utambua wewe au sio? Sisi tumawili tupo 10 au sio? Mimi ngoja na kuweza wewe. Wewe. Hivi tuliza kishata walichokijambia ukituliza. Mimi mwenyewe ni mwehu kinoma na moto. Naona nimekuamini hapa kwa sababu ukaona kama boya wewe. Unatishia? Wewe dogo la kuheshimu. Tasomana. Tunasomana popote pale. Nini wewe? Tunasomana. Alafu sikiza tukwambie vizuri. Sisi hatushindani na watu wasiokuwa na vichogo. Na siku zote watu wasiokuwa na vichogo wana akili mpumbavu wewe. Wewe unaangalia. Mtu mwenye pesi amevaa kabisa ya mzee wake. Simuona hapa. Nini? Sikiza mwambie. Mimi ndiyo yule mtu ambaye nilimkimbiza Osama bin Laden nchini kwake Iraki kumpeleka Marekani. Alafu Osama mwenyewe akafanya amri akasema kwamba John huyo kaonekani tena kamua. Sasa subiri wewe. Wewe baba alikufuata huko mgongoni kwenda tafuta nini? Difference ya wapi? Wewe nakwambiaga. Yaani hapo jamaa alikuwa anakubutua. Wewe unishukuru mimi. Check my board. Yaani leo ile
I swear God. Ulikuwa uisemi, yani hapo ulikuwa unasema kibububu. Ila tu jamaa sia. Kajamaa unaweka mbavu kale. Yeye jamaa mbavu. Mimi mwenyewe kasema bwana yule atishia kunaogopa. Akasema cheze hangi ni wewe. Yaani sasa hivi unaona pale sasa hivi. Ule mtaji ambao umepewa na Irene, Mama Shishi, ulikuwa unakuishia. Wala wewe. Ashura. Ina maana kwamba mama yako anachomeka sio mbuzi wako, si ndio? Hivi Ashura, mke wangu yule atakupa nini yule kipenzi changu? Atakupa nini yule kiduka chake? Pale mtu alipo mwenye kodi ya kulipa na mshinda, atakupa nini yule? Ishi hapo hapo. Wewe kama ndani yani. Umeingia ndani ya nyumba yangu bila taarifa. Kwanza nani alokuruhusu kuingia ndani? Naona sasa umekuwa mpaka na stage mimi naongea kwa biashara kwa hiyo, si ndio? Okay sawa. Simama kisha wewe mbuzi wako ambaye anatoa miguu. Ishi unavujua wewe. Kesho unavujua wewe. Haya ni maisha yangu. Fuata yanayokuhusu, sawa? Sawa. Unajisaulisha. Wewe unakuja kunifokea hapo wewe hapa ndani. Okay sawa. Family life. Ninakuwa na wewe vile. Sio nilipoamua katika maisha yako, ndio? Umeona mimi sina maana bali yote wewe unafanyia, umeona pote la pote, ndio? Fresh. Wewe mama hatari. Kwa kumbe bado kuna vitu umevificha. Nitakufikia nini sasa tena kupenda? Umetisha. Umetisha kinyoma, ni hapa mwili wote upo yogo sema vile. Kesi basi. Afu nilikuwa na shida kidogo mamangu. Nikaomba kama kuna uwezekano nisaidie hata 400 hivi. Tanitosha sana. Ya nini? Unaenda kuonga kwa jamani? No. Nataka nijazie pale mama mwenye nyumba ananisumbua kodi kinoma. Sasa hamna shida. Tunipatie. Okay, nakupenda. Nakupenda pia. Afadhali nimekukuta, maana nimetoka huko dukani kwako, nimekuta umefunga na nimekukuta hapa ninachokitaka pesa yangu. Mkubwa siku ile umekuja vizuri, tumeongea vizuri kabisa, tena lugha nyepesi. Mamangu, naomba unipe ndani ya mwezi mmoja, nitakuwa nimekukabidhi hela yako yote. Sasa hizi mamangu, unakuja hata wiki mbili tu hazijaisha umenifuata tena mamangu, kweli? Hela yangu ina mambo mengi. Nadaiwa vikoba, nadaiwa hasa, nadaiwa kausha damu na michezo yangu. Hela yako naitarajia ndio ilikuwa na wewe. Nailipaje? Naomba hela yangu. Sitaki maelezo, naomba hela yangu. Sabi mkubwa. Sawa, hiyo michezo yote unadaiwa wewe. Mkubwa, ungekuja nipangisha pale mimi kuelekea kibanda chako. Wewe sasa ungepata wapi? Ndio maana nakwambia nataka hela yangu, kwa sababu wakati ninajenga lile banda hukunisaidia. Nilijenga lile banda nilikuwa na malengo nayo. Kama ulikuwa huna hela, ungeacha, wangepanga wengine. Sawa? Nachotaka hela yangu. Mkubwa, okay. Sawa, mimi kama nilivyokuambia. Yaani mimi sina cha kuongea zaidi ya kile. Mimi naomba unipe option ya mwezi ule mmoja. Mimi nitahakikisha naitafuta hela yako yote kwa makini, napiga na kukabidhi. Mimi naomba unipe nafasi hiyo tu ndani ya mwezi mmoja. Mimi hela kutoka nimekurudishia mamangu. Kwa mwezi mmoja usiponipa hiyo hela yangu, nitakuja kufunga. Hivi vibanda si ndio vya ulisi hivi? Kausha damu. Yeso. Sijui msumari, hiyo michezo yote anafanya mtu mmoja.